Miti inavuta pumzi tena. Wanyama wanarudi na tuko salama nyumbani kwetu. Ni kwamba watoto na wajukuu wangu wataujua msitu huu kama vile mimi nimekuwa nikiujua, ukiwa hai, mchangamfu, ukiwa umelindwa. Nyumbani si tu katika hadithi, bali katika maisha halisi. Jamii ambazo zinanufaika na mradi huu zimewapa kipaumbele walinzi wa jadi ambao ni VGS katika kulinda mazingira na kuhakikisha mazingira yako salama. Na pia jamii mbalimbali ambazo zimejihusisha na mradi huu zimekuwa zikipata manufaa mbalimbali. Kwa mfano, zimekuwa zikitumia zile pesa kujenga shule, kujenga zahanati. Zingine jamii zimeanza kuweka mipango ya kujenga zahanati, angalau kuweka karibu huduma ya afya kwa ajili ya wale jamii ambao wanatoka mbali kidogo kufika kupata zile huduma. Jamii zote ambazo kwa kweli zimejihusisha na ziko pamoja na Carbon zinapata manufaa mbalimbali kupitia mradi huu, ikiwemo pamoja na vijana wetu ambao ndio walinzi wakuu wa misitu, lakini sio pia wenyewe, hata wanajamii na wananchi pia wanahusika kusaidiana kulinda msitu kwa manufaa ya wanajamii wote. Naweza kusema tu kwa jumla kwamba jamii wapo katika hali fulani ya furaha. Kuna siku nilikuwa namuuliza mwananchi mmoja kwamba hivi Carbon leo ikiondoka itakuwaje? Akasema Carbon ikiondoka leo, kwa jinsi ya mafuta tumeshazoea, hata michango hatutoi, hali itakuwa mbaya sana, maisha yatakuwa magumu sana.